Bwana, nahitaji tuzungumze kidogo juu ya swali ambalo nilikuwa nikijiuliza muda mrefu. Kwa nini bahari ni fupi sana? Yaani iko karibu na sisi, naiona ni rahisi kufikika, lakini uchunguzi wake umekuwa ni mgumu kiasi kwamba wanasayansi au watafiti wa masuala ya majini wanashindwa kutoa majibu rasmi kwa nini bahari inakuwa vile. Yaani swali langu nililokuwa nikijiuliza ni kwamba kwa nini bahari inakuwa ngumu kuchunguzika kuliko anga? Anga iko mbali sana. Mfano, uhalisia ni kwamba kina kirefu cha bahari ni kilomita 11 ambazo ni sawa na mita 11,000, na maeneo yenye kina kirefu au eneo lenye kina kirefu liko kati ya Japan na Filipino. Lakini anga ndogo ambako ni orbit ndogo ya anga kutoka usawa wa dunia kwa kupanda juu, orbit inaitwa low Earth orbit, LEO, iko umbali wa takriban kilomita 160. Lakini anga inachunguzwa mbali zaidi, watu wanaenda mpaka kwenye stationary orbit, wanaenda mpaka mbali sana, lakini bahari inakuwa ni ngumu kuchunguzika. Wanakuja na sababu mara kuna giza kubwa, mwanga haufiki, mawasiliano ni ngumu kufikika kule, vyombo vya uchunguzi na kukumbana tu, wanaishia kukumbana na sauti za ajabu na miungurumo ya kutisha. Mara wengine wanakuambia kwamba bahari inabadilika, yaani kuna vitu mpaka sasa hivi kwenye bahari yaani ni vipya kila siku, kila kukicha. Sasa hiyo imenipa wazo na imenipa nifanye utafiti kwamba nije na majibu ya kwamba bahari huenda ikawa na nguvu sana kuliko hata anga. Yaani kuchunguzika kwake ni kugumu kwa sababu ina nguvu kubwa kuliko anga. Na ndio maana maji yakawa na percentage kubwa kwenye maisha ya viumbe wote kuliko kitu chochote. Sababu hata hewa yenyewe inaundwa na yani components zinazounda hewa ni carbon na oxygen. Lakini maji yana component nyingi, yana vitu vingi sana. Sisi tunadanganya, tunaambia mara H2O, hydrogen na oxygen, kitu ambacho sio kweli. Kwa nini sasa inakuwa ni ngumu kama hizo ndio element ambazo zina compose maji? Kwa nini bahari inakuwa ngumu kuchunguzika kuliko anga na ni fupi? Hicho ndio kitu nilichokuwa najiuliza. Kwa hiyo kwenye fakti ya kuhusu uchunguzi wa anga na bahari nilikuwa nimegundua hivyo. Lakini sasa kwenye utafiti wangu juu ya chunguzi hizi, hasa kwenye uchunguzi wa anga, nimegundua kuna vitu vingi mno. Na huu uelewa, asikudanganya mtu kwamba kwa kusoma physics peke yake, mathematics peke yake, hizi mathematics tunazosoma shule, kwa kusoma hizo physics tunazosoma shule unaweza kuelewa. Hapana. Yaani ndio maana tunajikuta tunapita wengi shule, lakini hatuna wataalamu.
Jiulize, sisi hatuna wataalamu labda watengeneza vitu kwa ustadi. Hatuna. Ni kwa sababu gani? Tunaishia tu kusoma vile vitu vya watu walivyofanya wao, bila kutumia nguvu zetu za ndani kutafakari juu ya uhalisia wa maisha tulionayo. Inakuwa ni ngumu. That's why ukiangalia watu wote wagunduzi wote, tafuta mgunduzi wote unayemjua, awe Sir Isaac Newton, awe wakina Carl Sagan, awe wakina Nikola Tesla, wakina Galileo, wakina Pythagoras, wakina Aristotle, wengi tu, wagunduzi wengi utakuta walikuwa wanajikita kwenye falsafa, wanajikuta kwenye nguvu za ulimwengu, ndio wakawa wagunduzi wa vitu. Yani shule kubwa kwao ilikuwa ni falsafa, nguvu za ulimwengu na masuala ya kujitambua, yani self identification, ndio kawafanya wakawa wakubwa. Hata ukiangalia wote wakina wale kama wakina Enoch ambao walileta na nili maarifa, watu wa kiroho, watu waliotumia hekima ya ndani na maarifa. Kwa hiyo vitu vipo vingi sana ndugu zangu, lakini kuvielewa sio tu kwa kusoma nje, sio tu kwa kufanya application za watu ambao wameshafanya. Hapana. Yani application ambazo unahitaji kufanya ni zile ambazo zinatoka kwenye ufahamu wako wa akili. Soma hizo Newton law, ujue sasa hizi Newton law. Bosi. Nimerudi baada ya kuniita tu nikajaribu, tayari shimo limetema. Soma ujue hizi Newton law zina uhusiano gani na kwa nini ziwe Newton law? Ujue zile acceleration, gravity inakuwa affect vipi kwenye masuala yako wewe mwenyewe. Ujue matumizi ya nguvu za asili zina mchango gani kwa lazima ujue. Na hiyo haipatikani kwa kusoma tu, yani kusoma hivi kaenda siku ya advance kusoma degree, no. Yani you have to choose. You have to decide. You have to act seriously. Kuna vitu vingi na uwezo ukajua vyote actually, lakini unatafuta kile cha kibezi nacho. Mimi nikaa najiuliza swali jingine. Brain, ubongo. Mimi nilikuta unaitwa ubongo. Kwa nini unaitwa ubongo? Hilo jina ubongo lilitoka viungo vya mwanadamu. Kwa nini viungo vya mwanadamu vina yale majina? Ni walisia kweli kwamba ni liver au ni hypothalamus au ni nini? Kupata majibu kwamba ni watu waliname sana unakuta ni wa Greek, Latin, Waarabu, Sumer, vitu kama hivyo. Kwa hiyo uhalisia wa vitu upo, lakini unahitaji uamuzi wa busara, hekima na maarifa ya hali ya juu. Na tutaendelea kujuzana, kuelekezana vitu kama